na sitozungumza maneno mengi kwa sababu nishazungumza haya ambao kwamba amezungumza Imam Sheikh Omar Kisinyo, ndiyo hayo ambao kwamba tulitarajia yazungumzwe, na vile vile sisi tunayatilia pondo. Na Mheshimiwa Raila, nafikiri umeona kwenye habari, na wewe vile vile simu unayo, ukiingia TikTok ukatazwi, wala ukiingia Facebook ukatazwi. Nafikiri umeona vile vile kelele la sisi vijana tulivyotia kelele kwa sababu ya Kongo. Tuasema haya ni mayoe au ni kelele za watoto. Watoto wanapopigania kitu hawachagui, lakini wazee wanapokaa kwenye meza, hasa wakiongozwa na baba Raila, na wewe umezaliwa ni mtu wa kupigania, ni mtu wa kupigania haki, sote twajua hapa. Basi hizi salamu umekuja kuzisikia mwenyewe kwa masikio yako, kwaona kwa macho yako. Sisi hatuna la kuongeza hapo, na tuasema hakuna la kuongeza, lakini tutarajia positive impact kutoka kwako baba. Vile vile nafikiri bwana Raila, katika siasa wewe umo siasa za kilimwengu na siasa za Kenya, kama aliyosema kule, tumeangushwa, kama ungepita tungepita sote, umeangushwa tumeangushwa sote. Na vile vile hapa nchini kama tulivyosema, tulifanya kampeni pamoja, na sisi hapa ulipita kwa sababu ya juhudi za mashehe vile vile na watu wengine. Tunasema siasa ikimalizika ndio inaanza, na jembe likivunjika sio mwisho wa kulima. Misemo hii utakuwa unaijua vizuri. Siasa ikimalizika inaanza tena. Utatuambia wewe mwenyewe siku ya leo. Sisi twasikia tu kwamba hivi sasa serikali ni moja, sisi sote tuko kwenye serikali, hatujui. Kwa hivyo tutarajia utuambie kinaga ubaga, na kama tuko pamoja basi siasa yenyewe imekuwa ni rahisi zaidi. Sisi tuko nyuma yako daima. Ni wewe, kabla ya kuondoka hapa nimetoa mawasiliano yetu hapo ya direct. Sisi wa Kwale tuna uongozi wetu wa kila aina, wanawake wana vikundi vyao, wana uongozi wao. Sisi mashehe tuna uongozi wetu. Kwa hivyo ni mawasiliano ya direct, ili tujue tutapanga vipi mwaka huo ujao. Wenzako ni hawa, uwapangie kuanzia sasa. La mwisho kabisa, tumesema siasa ikifanywa alafu watu ula matunda. Sasa wewe uko kwenye serikali baba hivi sasa, twakuomba maombi yetu haya uyapeleke. Nimesema, nimekariri, hawa mashehe, hakuna watu ambao kwamba wana maisha magumu kama hawa mashehe. Tukikusimamishia tukuambia mishahara yao, mtu asomesha watoto kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuanzia Jumamosi mpaka Jumamosi nyingine, lakini mshahara wake usishangae anapewa, lakini ni lunch ya mtu fulani, anaenda kula lunch yeye peke yake inamalizika, lakini ndio mshahara wake huo. Hawa mashehe baba waangalie, kwa sababu ukituchukulia mashehe watano ukiwaeka sehemu, hata kama ni zile board, atakuwa anapata allowance yake, itakuwa imewasaidia vya kutosha, na sisi vile vile tutashukuru. Mungu akubariki. Karibu kiongozi. Asalamu alaykum.